Kiongozi mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo, mwanasiasa Zitto Zuberi Kabwe amesema tishio lolote dhidi ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ni tishio la demokrasia ya Tanzania, akisisitiza umuhimu wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini kuchutama, kuwajibika na kubadilika badala ya kurudia baadhi ya makosa ya ubaguzi wa kutotenda haki kwa vyama vya siasa nchini kama ilivyoelezwa katika ripoti ya tume ya kuchunguza ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Zitto ameandika, tunachukulia kuwa tishio lolote dhidi ya Chadema ni tishio dhidi ya demokrasia. Zitto ametoa hisia zake hizo kupitia andiko lake kwenye mtandao wa kijamii wa X leo Alhamisi Mei 14, 2026, siku moja mara baada ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kutoa siku 13 kwa Chadema kujieleza ni kwa nini wasichukuliwe hatua za kusimamishwa kwa usajili wa chama hicho, madai yakiwa ni kukiukwa kwa sheria ya vyama vya siasa pamoja na matamshi yanayohatarisha amani, usalama na utulivu wa nchi yanayotolewa na viongozi wa chama hicho. Zitto ameandika, tume ya Jaji Chande iliyoundwa na rais imetoa taarifa inayosema wananchi wanailalamikia ofisi ya msajili kwa kutokutenda haki kwenye kusimamia shughuli za vyama vya siasa. Badala ya msajili kuchutama, kuwajibika na kubadilika, anarudia makosa yale yale. Msajili anajua, Watanzania wanajua na dunia inajua kuwa kuna ushahidi wa kutosha wa CCM kufanya makosa makubwa kuliko hata ambayo msajili ameituhumu Chadema. Hatukuwahi kuona hatua zozote zimechukuliwa na ofisi hii ya msajili, ameandika Zitto. Aidha, katika barua ya msajili iliyotumwa kwa Chadema ilieleza kuwa ofisi hiyo imekuwa ikifuatilia kwa karibu mwenendo wa viongozi wa Chadema, kauli zao katika mikutano ya hadhara, taarifa za vikao vya chama pamoja na maudhui yanayosambazwa kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Miongoni mwa hoja hizo zilizotajwa kwa uzito mkubwa ni kauli zinazodaiwa kutolewa na makamu mwenyekiti wa Chadema Bara, Mheshimiwa John Heche, kuhusu mpango wa kuitisha maandamano nchi nzima kushinikiza kuachiwa kwa mwenyekiti wa chama hicho Bwana Tundu Lissu.